Twende bana. Sawa, hizo zitatutosha. Dakika 5 utaridhika wewe? Mimi. Sisi au mimi? Wewe. Mimi. Mimi siridhiki dakika 5. Au ridhiki dakika 5? Dakika 5 zinitosha. Kazi zetu. Tuende dakika 5. Kosti anataka kuingia. Sawa. Jamani tuanze. Tunaanza. Semaje, uko vizuri? Niko sawa sawa. Hongereni kwa alama 3, lakini tuambie dakika 90 umezionaje siku ya leo? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumevuna alama 3, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji katika mchezo wa leo. Haukuwa mwepesi na sisi tulifahamu ugumu wa mchezo huu kutokana na ubora wa mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye kwa maana ya Pamba, na tayari ana confidence ya kuvuna alama 1 kwetu katika mechi ya kwanza pale nyumbani kwao. Kwa hiyo ikawa ina motivate na kumwaminisha kwamba ana uwezo wa kuizuia na kuisumbua Simba. Amefanikiwa kwenye eneo moja la kuisumbua Simba, lakini kwenye kuizuia Simba imeshindikana. Tumemgonga bao 2-1, safi kabisa. Sisi kwetu tumetimiza malengo yetu ya kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, japo hatakuwa kwenye kiwango bora sana pengine kutokana na kukaa muda mrefu bila kucheza. Takriban wiki 3 zimetufanya turudi tukiwa na pesi ya chini, lakini yote kwa yote vijana wameweza kucheza kwa ubora wao na hatimaye tumeweza kupata matokeo mazuri. Lakini vile vile mtindo mbovu ama mtindo wa uovu wa Pamba Jiji ukapelekea kuslow down mechi yetu, kwa sababu walikuwa wanacheza mpira wa faulo nyingi, wakawa wanacheza vibaya kiasi hatari ya kuumiza wachezaji wetu. Mchezaji ananyanyua guu mpaka hapa usoni kwa mchezaji mwenzie. Ilikuwa ni hatari kwa kiasi fulani, ikachangia kupunguza ile spirit ya wachezaji wetu, lakini yote kwa yote tumefanikiwa kuvuna alama 3 kwetu. Hiko ndiyo kitu muhimu. Intensity ya mechi ilikuwa kubwa sana, semaji. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba Pamba Jiji ni kama vile walikuja kuwakamia. Siwezi kusema wanakamia ama hii ndio mechi yao, ndio uwezo wao, sijui. Mimi ninachojua Pamba wana mwalimu mzuri ambaye yeye ni muumini wa soka la ushindani, soka la nguvu. Kwa hiyo inawezekana amefanikiwa kuwaambukiza vijana wake na hatimaye kubeba mchezo ambao mwalimu anautaka. Yote kwa yote intensity ilikuwa kubwa sana. Usitegemee kwa falsafa za mwalimu wa Pamba atakaa nyuma akicheza. Mara nyingi anapenda kushambulia kwa sababu ni mwalimu ambaye anajiamini kuwa anaweza. Kwa hiyo anataka kuonesha kile ambacho alichokuwa nacho, na mwisho wa siku wanafanya mechi inakuwa ngumu. Wachezaji wanakimbia muda wote, wanakaba muda wote. Kitu kibaya tu wanashindwa kutofautisha kati ya tough na rafu. Mechi tough sisi tunazipenda, yani zile mechi za kiume, zile mechi ngumu tunazitaka, yes, kwa ajili ya kuendelea kutuboresha kuelekea kwenye Champions League msimu ujao. Lakini mechi za rafu hizo hatutaki kwa sababu zina athari ya kuumiza wachezaji. Yote kwa yote Pamba siwezi kusema walikamia kwa sababu siwajui kwamba sijui mechi nyingine wanachezaga hivi au la, lakini sisi kwetu wameonyesha mchezo mzuri, wameonyesha ushindani mkubwa, na hatimaye maji hayapandi mlima. Simba Sports Club kwenye ubora wetu tumekwenda tumewakata ngebe. Hii mechi kwa Pamba ilikuwa na maana kubwa sana. Sijajua walikuwa wanatafuta nini, sababu kuna vita ya top 4 na vitu kama hivyo. Na kwa mara ya kwanza Pamba wamepanda ndege kuja kwenye mechi. Inawezekana kwa sababu msimu wa Pamba bado ni mwezi wa 8 ndio Pamba huwa inavuna. Tungesema wamevuna Pamba, labda wamepata hela, wamelipa. Hali zao tunazijua, nazifahamu. Uwezo wa kulipa ndege hawana, lakini mechi hii wameipandia ndege
pale pale sisi baada ya kuona wamepanda ndege kwa mara ya kwanza katika maisha yao tukasema hii mechi kweli na hawa watu wamedhamiria ubaya kweli. Hatujui wamepata wapi nauli ya fedha ya ndege, pengine wameuza sato na sangara, mambo yamewaendea vizuri, lakini kitendo cha wao kupanda ndege tukasema hawa watu wanaitaka hii mechi na sisi tuongeze volume ya ushindani. Lakini yote kwa yote ambaye amesaidia ama amewezesha Pamba kupanda ndege, yoyote yule, mdau yoyote mpenda maendeleo ambaye amewezesha Pamba kupanda ndege, Pamba wanapaswa kwenda kumshukuru kwa sababu amewafanyia jambo kubwa na amewarahisishia takriban kilomita 1000 badala ya kuzitembea kwenye basi wamepaa na mwewe saa 1 na dakika 15, inategemea na ukubwa wa ndege. Mmeshafika Dar es Salaam, mmefungwa, lazima mkamshukuru yule ambaye amewasaidia kupunguza urefu wa safari. Mechi 4 mkononi zimesalia, semaji, kuna pressure yote ile kwenye kumaliza michezo hiyo? Mechi 4 zimebaki na sio mechi za kukufanya ufurahie hizo mechi. Ni mechi ngumu sana kwa sababu tumebaki na Mbeya City. Kila mmoja anawafahamu Mbeya City, hasa wanapokuwa nyumbani kwao pale Sokoine, wanakuwa ni wagumu kweli kweli. Lakini bado kuna Singida humo ndani yake, japo itakuwa ni mechi ya mwisho, lakini vile vile nayo ni mechi ngumu. Kwa hiyo ni mechi ngumu za mateso, ni mechi 4 za mateso, sio mechi za kustarehe hata kidogo. Yani zitakuwa kwa mtindo kama huu ambao tumeuona leo dhidi ya Pamba Jiji. Sisi muhimu ni kuconsolidate mipango yetu, ni kusimama imara kwenye mipango yetu, ni kusimama thabiti kwenye mipango yetu, twende tukashinde michezo ambayo imebaki. Nachoweza kuhakikishia ni ngumu mno kupata ushindi kiubwete katika mechi ambazo zimesalia, sababu sasa hapa ni mechi za kwenda kukamilisha malengo ya mtu. Ukikutana na KMC pengine ambaye tayari ni inna lillahi bwana katoa, unaweza ukajio, japo sio rahisi. Nimeona mechi yao na nani sijui ilikuwa ngumu kweli kweli, na TRA ilikuwa ngumu. Kwa hiyo sio rahisi, yote ambaye utakutana naye hivi sasa atakupa mechi ngumu. Nini cha kufanya? Ni wewe kusimama thabiti na mipango yako uweze kuwabiti wapinzani. Asante sana semaji. Umeridhika Tumeridhika. Basi nyama. Na wewe umeridhika? Mimi nimeridhika. Ilivyokuja hii deal, sisi tuliweka bajeti yetu ya Richard Mtange kupambana pambano lile kwa kiasi fulani. Sitoweza kuainisha sana, lakini juu ya $50,000. Ndio. Mtu wa kwanza ambaye tunawasiliana naye alikuwa ni matchmaker. Manake labda kwa tafsiri ya haraka dalali au mzengezi. Huyo ndo mtu ambaye tulikuwa tunadili naye pasipokuwa na kujua wahusika wenyewe. Walituletea dili hiyo mezani, sisi tukamwambia yule matchmaker kwamba sisi bwana, kiwango chetu cha bondia wetu thamani yake ni kiasi fulani ili acheze ile pambano.